Leo mambo vipi for yetu wa Fate Media. It's another beautiful day, beautiful time. Tunakutana hapa Fate Media kwa ajili ya kuendelea kuhabarishana, kupeana habari moto moto kutoka sehemu mbalimbali ulimwenguni. Cha msingi ni wewe kuwa sambamba na sisi kuzipata habari hizo moja kwa moja. Hajalishi uko wapi pale ulimwenguni. Wewe ukisha subscribe na kutania on notification, basi tunafikia au tunakufikia huko uliko. Heko anakuambia distance is not a barrier, kwamba wherever you are tunakutimbia huko. Kwa cha msingi wewe fanya hivyo tulivyokuelekeza, then utakuja kujutia baadaye. Lakini pia nikushukuru au pongezi zangu zikufikie kwa wewe mdau ambao umekuwa na sisi toka Fate Media naanza mpaka hapa ilipofikia. We appreciate you kwa kutenga tu muda wako kwa ajili ya kutufuatilia, kufuatia kile kitu ambacho tunakuambatanishia hapa Fate Media. It's a great kwetu sisi wana Fate Media kwa ujumla. Nikwambie tu usingatuke, usibanduke, mambo makubwa mazuri yanakuja. Kaa hapo kwa ajili ya kuendelea kuyapokea more and more. Kwa wadau wa masuala ya michezo, burudani, mikasa, siasa pamoja na entertainment news, nikwambieni hapa ni mahala pako sahihi. Kwa hiyo usiende mbali, kila kitu unachokitaka unakipata hapa Fate Media. Bwana, leo tumeamka au tumekutana na hii big news ambayo inatikisa vichwa vya watu wengi huko mitandaoni, lakini wengi wakiwa wanahoji zaidi kwa nini mtu kama huyu mkubwa Tanzania hii kuzungumza kitu kama hicho. Ukiangalia yeye ni kioo cha jamii, lakini hicho kioo cha jamii tu, yeye ni mtu ambaye anafanya makubwa na kuiwakilisha Tanzania katika kimataifa kupitia muziki wake ambao anaufanya, kwa sababu ni muziki ambao umekuwa ukipendwa zaidi ulimwenguni kuliko hata nyumbani kwenyewe. Licha nyumbani pia tunaluka naye kutokana pia ndo mtu wa kwetu, hatuwezi tukamtupa kabisa, kwa sababu tukitupa cha kwetu tukathamini cha nje, mwisho wa siku hakuna kitu ambacho tunafaidika sisi watu wa ndani, zaidi tutakuwa tunafaidisha watu wa nje. Bana, tumepata some interview ambayo alikuwa amefanyia mtu mzima Jay, once again Jay Melody huyu katika media fulani. Kama unajua bwana Jay Melody bwana, tulipata kumjua pia kutokana na alianza masuala ya kuandikia watu, songwriter, lakini mwisho wa siku akaona no, na kipaji pia cha kuimba, why nisiimbe pia kuliko nikaishia tu kuandikia watu afu mwisho wa siku kama fadhila zinakuwa hazipo. So let me stick here, nifanye muziki, lakini vipi ni mwandishi, at least nikishajitengenezea jina msanii mkubwa, hata mtu akinifuata nimwandikie ngoma, basi kutakuwa na yale maelewano ya kuzingatiana masuala fulani ya maokoto. Umeona, sio akaamua aingie pia kwenye masuala ya kuimba, kaimba, mwisho wa siku akaacha, lakini mwisho wa siku aje kuja na ujio mkubwa, watu walikuwa wamempokea na kumpenda style yake ya music ambayo alikuwa amekuja nayo, and still now wanazidi kumuelewa zaidi baada ya kufanya makolabo makubwa kama na kina Diamond Platnumz na watu wengine mbalimbali. Lakini kubwa zaidi ambalo limeonekana kwa Jay Melody mpaka sasa hivi akulifurahia na hatokaa kulifurahia ni baada ya kukosa support ya mtu ambaye alitegemea anaweza akapata, since hajakuwa na jina kubwa au kipindi hicho anazidi naye kujitafuta katika game ya Bongo Flava. So mtu mzee Jay Melody bwana akashuka pale kwenye hiyo interview akazungumza tusiwajua kwamba almost kama nyimbo 4-5 za bibi Faustina Mfinanga, basi yeye alikuwa amehusika kwa namna moja au nyingine. Nikizungumza hivyo utakuwa umenielewa kwa sababu gani. Anakuambia kuna nyimbo mbalimbali ya Njiwa, kuna nyimbo nyingi ambazo bibi Nandi ameimba zilikuwa ni za Jay Melody, and that time walikuwa wako wote pamoja pale THT. So yeye alikuwa ni mtu wa kuandika nyimbo, mwisho wa siku kama anaziachia, so timu ikawa inaona kwamba okay, hii ngoma inamfaa mtu fulani, ngoja tuichukue tumpe, ambaye huyo mtu mwenyewe alikuwa ni Nandi. Kwa alikuwa apewa ngoma ambazo yeye pia sijui alikuwa anajua kwamba zinatoka kwa nani au alikuwa ajue, lakini akawa anazifanya, vitu vinaenda. Mwisho wa siku je, anakuja kutazama ngoma amefanya Nandi mwana THT mwenzia, mwisho wa siku hakuna conversation kwamba tumekaa sasa tujadili kwamba hivi na hivi tunafanyia ngoma, ameandika wewe na vitu vingine kama hivyo. Inavyosemekana kwamba kulikuwa na watu wakubwa ambao walikuwa wanachukua ngoma zake na kumpa bibi Nandi. Lakini pia haikuishia hapo tu, inaonekana pia Nandi mwenyewe alikuwa design kama alikuwa ni muoga kwamba kipindi hicho kumtaja mtu ambaye alikuwa anamwandikia ngoma, na mpaka sasa tunaona wawili hawa wana ukaribu ule. That's why tunaona katika show personal za Nandi Jay Melody inakuwa hahusiki, lakini vile vile kwenye show za Jay Melody pia Nandi anakuwa husiki, au zile collaboration kama alizokuwa amefanyaga huko nyuma katika ngoma moja hivi, lakini mwisho wa siku
hawako au tujapata kubahatika wakifanya ngoma pamoja tena. Na nikukumbushe pia walikuwa wako na chemistry yao, walikuwa wako na bondi fulani ambao wakifanya kitu basi kitu kinaenda. Let's say kwenye upande wa uandishi, Jay Melody alikuwa anaandika ngoma na ngoma zinapokelewa kwa ukubwa sana. Lakini hivyo kwenye upande wa collab ambao alikuwa ashafanyika na Nandy, collab ilikuwa limeenda sana. So wengi sana walikuwa wameishi kwamba wapate wasaa mzuri kuja kupata goma jipya kati ya BBA Nandy mwenye lebo yake sasa hivi utamwambia nini, pamoja na Jay Melody na yeye ambaye sasa hivi mjini bana, mji umempokea kweli kweli kutokana na kazi mbalimbali ambazo alikuwa ameziachia hapo nyuma. So alizungumza hivyo, lengo si kwamba kulalamika kitu gani, lengo lilikuwa ni kuzungumza maoni, sababu kulikuwa na grupu kubwa la watu ambao lilikuwa likimuuliza zaidi au lilikuwa likitamani kujua kipi ambacho kinaendelea kati ya kwake yeye na Nandy, mbona ukaribu ule wa mwanzo na sasa haupo. Kwa ni vitu fulani ambavyo wakaamua funguke kuweka kila kitu wazi, mwisho wa siku asijakaonekana ana dharau au kuna vitu fulani kiasi kwamba anajigamba sasa hivi kajipata vitu vingine ambavyo hakutaka watu wamfikirie, ambavyo kwa upande wake yeye vinaonekana sivyo kabisa. So msanii wake akaamua adondoke na kuzungumza ule ukweli wa ndani ambao yeye aliuzungumza kuhusiana na mambo ambayo yalikuwa yanaendelea hapo nyuma. Lakini pia tumeona kwa sasa kidogo anakuambia kwenye upande wa kumwandikia mtu amekuwa ni mtu ambaye yani mpaka akae kumwandikia mtu ni ngumu sana. Means kwamba ameamua akae na kustick kwamba afanye kile kitu ambacho anakifanya. Yeye ni mwandishi lakini ataishia kujinufaisha yeye mwenyewe katika muziki wake, kwa sababu licha kwa mwandishi pia ni mwanamuziki. So akaona sio mbaya nikajiandikia mwenyewe, kwa sababu mimi ni mwandishi wa ngoma na ngoma zinapendwa na watu. Licha kwamba nakwambia Jay Melody ni mwandishi mzuri, lakini kwenye upande fulani akimpata artist fulani wa kike ambaye ana vocal fulani hivi, ana toni fulani, afa akamwandikia ngoma, basi kitu kinakuwa kitu mjini kunakuwa mjini, mambo yana happen, vitu vinazidi kuwa vizuri na moto kabisa. So once again Jay Melody alikuwa amezungumza hayo, lakini pia kuna watu ambao wamenukuu vibaya kwamba anahitaji kutafuta kiki, sijui kwa sababu pia sasa hivi muziki wake kama Wendy au nyota ambao alikuwa nayo hapo katikati design kama inakacha. Lakini ni kitu ambacho kwa upande wangu naona is not true, kwa sababu kizungumzia Jay Melody sasa hivi katika vijana ambao wanafanya muziki vizuri, wanakubalika ndani na nje, basi uweze kumwacha Jay Melody. Ukimtaja Ibra, sijui kina Vanilla, sijui kina nani, ukiangalia pia sio level zake kwa sababu ni msanii wa kitambo, lakini ukiwataja hao wote basi moja kwa moja lazima tu utamtaja pia na Jay Melody, kutokana pia anajiandikia mwenyewe, kwa sababu kulikuwa na wimbi siku hizi la wasanii ambao wanabebwa na sauti zao, wanabebwa na kuimba kwao, lakini sio kwenye upande mzima wa uandishi. Lakini pia tumeona aswa ikiwalenga kina dada au wasanii ambao ni wana Fit Media kwa ajili ya kuendelea kuhabarishana, kupeana habari moto kutoka sehemu mbalimbali ulimwenguni. Cha msingi ni wewe kuwa sambamba na sisi kuzipata habari hizo moja kwa moja, hajalishi uko wapi pale ulimwenguni. Wewe ukisha subscribe na kutania on notification, basi tunafikia au tunakufikia huko uliko. Heko anakuambia distance is not a barrier, kwamba wherever you are tunakutimbia huko. Kwa cha msingi wewe fanya hivyo tulivyokuelekeza, then utakuja kujutia baadaye. Lakini pia nikushukuru au pongezi zangu zikufikie kwa wewe mdau ambao umekuwa na sisi toka Fit Media naanza mpaka hapa ilipo.